Mimi kwa jina naitwa Godwin J. Ngeta, ni mkazi wa Shinyanga Manispaa na ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Mimi kwa maoni yangu naiomba Chama cha Mapinduzi ngazi ya juu washuke huku chini kwa wanachama wa chini huku bado kuna makundi. Nilikuwa naona kwamba yale makundi yalishaisha na uchaguzi tulishafanya na umepita. Mfano mimi mwenyewe binafsi nilikuwa mgombea wa kiti cha nafasi ya wenyekiti kata, lakini mwenzangu alivyoshinda nikakubaliana na matokeo na nimemuunga mkono mpaka sasa hivi, bado namuunga mkono, na wale waliopita wote nimewaunga mkono na tunapambana wote kwa pamoja. Kwa hiyo mimi naomba wenzangu waachane na masuala ya makundi, tuungane, tujenge chama, tuendelee kuwaletea wananchi maendeleo kutokana na chama chetu, Chama cha Mapinduzi. Watendaji wa chama wale ndio natakiwa wamulikwe kwa umakini zaidi, kwa sababu ndio wanaotuletea makundi ndani ya chama. Sisi tunapoletewa watu kuchagua watu, tunachagua watu ambao tunajua kabisa ndio wanaokijua chama. Kwa mfano, sasa hivi wamekuwa kumlalamikia meya wetu, lakini meya ni mchapakazi mzuri tu. Bado wanakuwa wanamzungumzia mbunge jembe kabisa, jembe. Yani hata ukifika mkoa huu unaona kabisa mambo yamebadilika. Sasa hivi wakiunganisha cheni na meya mambo yanaenda, lakini sasa watu wamekaa tu majungu yasiyokuwa na msingi. Yani unapokuwa unamwekea nani meya majungu, ukae ukijua kabisa na mbunge unamvunja nguvu ya kuweza kuleta maendeleo. Maki natakiwa hawa wote wawe cheni kitu kimoja, madiwani, wabunge mpaka rais. Sasa unapokuwa unaleta majungu kwa mmoja wapo, unakwamisha maendeleo. Mimi kwa maoni yangu binafsi nilikuwa naomba chama makao makuu, hebu mshuke huku chini Shinyanga huku. Tena ikiwezekana mje kimya, mje mfuatilie muone ni nini kilichoko ndani ya chama. Jina naitwa Fundikira Idi Kobakusha, ni mkazi wa manispaa yetu ya Shinyanga mjini. Tabia hii ya viongozi wetu wa Chama cha Mapinduzi kuwapiga vita viongozi wetu ambao tayari tulikuwa tumekwisha wachagua kwa kuwaamini kwamba wanaweza wakatusaidia kusukuma maendeleo katika manispaa yetu ya Shinyanga. Kwa kusema kweli, hichi kitendo mimi hakijanifurahisha hata kidogo, kwa sababu viongozi tumewachagua. Baada ya hapo tulikuwa na makundi, lakini yale makundi baada ya uchaguzi, na maana makundi yamekwisha. Sasa kama makundi yamekwisha, viongozi kama wanaonekana kama vile wanarudisha makundi, kwa sababu wanaonekana kama vile wanawapiga viongozi ambao tayari tulishawachagua. Unaona, kwa mfano tu nichukue tu mfano mstahiki meya hapa yani Shinyanga. Niona ni kiongozi ambaye anafanya kazi vizuri, anaendesha halmashauri vizuri, anapinga ufisadi kwa nguvu zote, anasimamia halmashauri vizuri. Kiasi mtu ana mayo tena anarudi kuja kupigwa vita tena na viongozi. Ndio maana bado makundi yanakuwa bado yapo. Tunataka tushirikiane kama vile meya, mbunge wakae seti moja, wasukume maendeleo ya manispaa yetu hapa Shinyanga na jimbo letu kwa ujumla. Sasa ukimpiga vita namna hii bila sababu aina yote ile, kwa sababu ya makundi yanatakiwa yaishe. Tufanye kazi, tuijenge Shinyanga yetu. Mbunge na meya ikitokea wamechonganishwa, wakashindwa kuwa pair au kuwa kitu kimoja, hawawezi kuleta maendeleo ya aina yoyote ile. Sasa tunajipiga sisi wenyewe vita, tunajirudisha nyuma, hatutopata maendeleo, tutaendelea kurudi nyuma. Mimi ombi langu kwa chama makao makuu CCM, watusaidie hapa Shinyanga, kuna shida. Makundi bado hayajaisha. Viongozi hawa wa CCM na uhakika kabisa wanawapiga vita viongozi ambao tuliwachagua, bado wanaendekeza makundi. Kwa majina naitwa Musa Jonas Ngangara, ni mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM mkoa wa Shinyanga. Kwa kuelekea uchaguzi unaofuata wa Chama cha Mapinduzi, ushauri wangu ni kwamba viongozi waliopewa dhamana ya kuwatumikia wananchi kupitia ndani ya Chama cha Mapinduzi ama nje ya Chama cha Mapinduzi waache tabia ya kutengeneza makundi. Sisi wana CCM tumetengenezwa na tumelelewa katika misingi ya kupangana kwenye uongozi. Mimi leo nikigombea nisipopata, naamini kwamba awamu nyingine nitapata. Aliyepata anatosha kwa wakati huo, na wakati mwingine nitaomba nitapata zaidi. Baada ya uchaguzi kuisha, aliyeshinda na aliyepita kwenye uchaguzi huo, sisi wengine tuliobaki tunamuunga mkono kwa kumpa ushirikiano. Wana CCM hatuko hivyo. Ndio maana nikasema tumelelewa katika misingi ya itikadi, kanuni, taratibu na sheria za Chama cha Mapinduzi. Viongozi ngazi ya mkoa, ngazi ya wilaya wasimamie kanuni zote na wawajibishe viongozi wenye aina hiyo, wenye tabia hiyo, kwa sababu wanatengeneza mgawanyiko na mpasuko na chuki kubwa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kiongozi anatakiwa atengeneze muunganiko
wa wana CCM wengine, sio kutengeneza mpasuko. Sasa baadhi ya viongozi ambao sasa hawana itikadi, hawajameza kanuni za maadili ya uongozi kama hizi ninavyosema, kanuni za uongozi na maadili ya CCM na jumuiya zake, hao sasa wanakuwa ni watu wa kubeba chuki, mpasuko na kutengeneza kakundi ndani ya uongozi wake. Hali ni mbaya sana na tabia hiyo sio nzuri sana. Sasa ushauri wangu kwa viongozi wanaosimamia Chama cha Mapinduzi na hasa wale wanaotafsiri hizi kanuni za Chama cha Mapinduzi waweze kuwawajibisha viongozi wa aina hiyo, sababu hao viongozi walioshinda ni binadamu. Wanaweza wakawa na mambo mengine ambayo tofauti yasikupendeze wewe, lakini wewe kama Chama cha Mapinduzi ndo mlezi wa hawa viongozi. Chama kitengeneze utamaduni wa kuwa karibu nao, wa kuwavuta, kujua haja zao, mahitaji yao na malengo yao katika kuwatumikia wananchi. Wanachama wanapoona viongozi hawapewi ushirikiano na viongozi wa chama, aidha ndani ya wilaya ama ndani ya mkoa, inatafakarisha zaidi, kwa sababu inanyima uhuru wa hawa viongozi kufanya kazi kama ambavyo inatakiwa watumikie wananchi na kama ambavyo wamenadi ilani ya Chama cha Mapinduzi katika kuitumikia jamii walioomba kuitumikia. Sasa viongozi wasipotoa ushirikiano kwa viongozi wa kuchaguliwa, inaleta mkanganyiko kwa wanachama wa CCM na kutoelewa nini kilichopo mbele yake, kwa sababu wanatarajia CCM ni moja. Kwa majina naitwa Abdulaziz Said Sakala, ni mwenyekiti wa UVCCM wa wilaya Shinyanga mjini. Swala la makundi haliepukiki. Kila mtu ana utashi wa kwenda wapi anataka kwenda. Kwa hiyo kuwa na kundi na kuwa na makundi ndani ya chama hiki ni swala la kawaida. Lakini kikubwa, mtu akishachagua kundi lazima ataingia kwenye kundi hilo. Tunapokuwa tunamaliza uchaguzi, sisi wanachama lazima tuhakikishe tunatii maelekezo na chaguo la Chama cha Mapinduzi na kuungana kuwa kitu kimoja, kuweza kumsapoti huyu ambaye leo ndio kateuliwa au katangazwa kachaguliwa kwamba huyu ndio ataenda kuwakilisha nafasi fulani. Kwa hiyo sisi wanachama wengine wote tunavunja makundi yetu na kuhakikisha tunakuwa kitu kimoja kwa ajili ya kumsaidia huyu ili chama chetu kiweze kutekeleza wajibu wake. Chama chetu kina utaratibu na chama hiki kina macho. Chama hiki kinaona, chama hiki kina sheria zake, chama hiki kina kanuni zake. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye hata baada ya matokeo kutoka, baada ya mtu kuteuliwa kwamba huyu yuko nafasi fulani ndio anafaa, alafu akaonekana yeye yuko kinyume, yani anataka kukwamisha jambo, mimi nadhani hatua za kinidhamu lazima zichukuliwe kwa mtu husika, na hatutaki kufika huko mbali, lakini nadhani ataitwa kwa ajili ya kuonywa, kupewa karipio, kupewa maelekezo. Kama atakuwa hataki kuelekea, hakuna mtu mkubwa kuliko chama hiki. Chama kitatekeleza wajibu wake kwa ambavyo chama kimeona inafaa kumpa adhabu muhusika. Kwa majina naitwa Mzee Bernard Maduhu Itendele, mkazi wa Shinyanga, mtaa wa Kambarage. Mimi kwenye chama nilistaafu ili nitumikia serikali. Nilikuwa katibu wa chama wa mkoa wa Shinyanga. Kwanza sisi kama wazee tulikotoka, makundi yalikuwepo, lakini tulikuwa na tabia kwamba ukimaliza uchaguzi makundi mnavunja. Mimi nawaomba watendaji kwanza wasiwe na upande. Wewe ukiwa mtendaji, atakayechaguliwa ni mtu wako, kwa sababu wewe sio wa kuchaguliwa. Alafu wewe usiwe na upande ya kwamba mimi wangu ni huyu, wa kwako wewe, wa kwako ni kazi, sio mtu atakaye kuja ni kiongozi wako. Na kama una agenda ya kumshawishi ili awe na uimara wa upendo kazini, mzungumze naye. Usimpige vita mwenzako. Hata kama mligombana huko nyuma, akishapata nafasi ni mtu wa kwako, huwezi tena kumchukia. Naomba ngazi ya chama, hasa kutoka taifa na kuteremka mkoa na wilaya, kwa kweli wao ni wasuluhishi wazuri kama watatumia njia za usuluhishi na upatanishi, na nawaomba wafanye hivyo, kuondoa
hizi tofauti wanaita friction kwa Kiingereza, tofauti na mgongano. Wao wana nafasi kubwa na wana vikao vinavyohusu mambo hayo, wavitumie kwa kuleta upatanishi. Mimi ninaitwa Odilia Abraham Batimayo, ni katibu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wetu wa Shinyanga. Ni kweli Chama cha Mapinduzi kwa sasa tuko kwenye maandalizi makubwa. Kwanza mwakani tunayo matukio mawili makubwa. Tukio la kwanza kabisa ni kutimiza miaka 50 ya Chama cha Mapinduzi, ambao sisi kwa mkoa wetu wa Shinyanga tumeanza kujipanga kuanzia ngazi ya shina mpaka ya mkoa. Lakini baada ya tukio kubwa hilo la kihistoria, tunaenda kwenye tukio lingine la uchaguzi wa ndani ya chama, maana yake ni chama na jumuiya zake, ambao kwa sasa tumekuwa pia tukifanya maandalizi hayo, na maandalizi hayo yakiwa ni kila mmoja kufahamu kwamba katiba na kanuni ya Chama cha Mapinduzi zinaendelea kufuatwa na kila mmoja kusimamia miongozo ya Chama cha Mapinduzi. Lakini swala la watu au mtu au kikundi kuendesha na kuendeleza makundi yasiyokuwa na sababu ndani ya chama chetu hairuhusiwi. Na sisi tuseme kwamba tulimaliza uchaguzi Oktoba 29. Na baada ya uchaguzi ule tulipata madiwani, tulipata wabunge, lakini tulimpata Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo chama tumemaliza uchaguzi kwenye ngazi ya dola. Na baada ya uchaguzi ule tumeendelea kuwakumbusha wanachama, viongozi na wananchi kwamba wakati wa makundi yale yameisha. Na hatutegemei sana kuona kwamba kuna watu bado ndani ya mioyo yao hawajaridhika na viongozi walioko madarakani, kwa maana kwamba kuna baadhi tu ya watu hawataki madiwani, eti kuna baadhi tu ya watu hawataki wabunge, au kuna baadhi ya watu ambao wana mashaka na Mheshimiwa Rais. Mtu huyo sasa atakuwa anatukosea, anakikosea chama chetu, lakini anaenda kuvunja kanuni yetu ya Chama cha Mapinduzi, ambayo kwanza hatutaki kuendeleza makundi, bali wote tunatakiwa tubadilike tuwe kundi moja la Chama cha Mapinduzi. Na rais wetu na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi mama yetu Samia Suluhu Hassan, hatuna nje ya hapo. Kwa hiyo mimi ni wa Chama cha Mapinduzi, mimi ni wa Samia. Sasa kama kuna mtu mwingine ambaye ana makundi yake binafsi, sasa hayo yatakuwa ni ya kwake. Kwa swala la watendaji wa chama na jumuiya, na unapotaja watendaji ndani ya chama chetu, hao pia ndio wakurugenzi wa uchaguzi. Mimi niendelee kuwasihi watendaji. Kazi kubwa ya watendaji ni kuhakikisha wanasimamia katiba, wanasimamia kanuni, wanasimamia miongozo ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo sitegemei kwa watendaji wetu, kwa watendaji wangu au watendaji wenzangu, kukuta mtendaji anakiuka kanuni, anakiuka katiba kwa maslahi yake mwenyewe. Ninaamini na tunaendelea kuelekeza kwamba watendaji wakite kwenye kanuni, wakite kwenye maelekezo, wakite kwenye katiba, ili kuhakikisha kwamba wanasimamia haki na kila mwanachama anatendewa haki. Ni imani yangu kwamba sitakutana na kesi hizo za mtendaji kukiuka au kuvunja kanuni.